Yes, mimi naitwa ndugu Kasanga, Emmanuel Kasanga, mtaalamu wa afya ya mifugo na ni mtaalamu katika shamba hili na msimamizi upande wa ushauri wa shamba hili la mifugo. Hapa tunafuga ng'ombe wa maziwa hasa aina ya Friesian na tunao wachache sana aina ya Asha, nao pia ni kwa ajili ya maziwa. Lakini pia hapa tuna ng'ombe wa asili. Tunaona kuna madume makubwa hivi. Madume haya ni ya kienyeji au ya asili kwa ajili ya kuwalisha hawa ambao hawatoki ndani, hawa wa kisasa. Kwa maana ya kwamba tunatumia mikokoteni kuleta majani kama ambavyo unaweza ukaona. Hapa tuna takriban ng'ombe 102. Hawa wa kisasa wako ng'ombe 90 na wa kienyeji wako ng'ombe 12. Katika hao wa kisasa tuna majike yapatayo 60, lakini pia tuna yapatayo 54, majike 54, lakini pia tuna madume tuna dume hawa wengi kwa kipindi hiki, kwa sababu tulipata hapo kipindi cha nyuma tulipata ndama wengi waliozaliwa walikuwa madume. Kwa hiyo tunabakiza idadi hii kwa kuwa kumekuwa na uhitaji wa mbegu. Tuna wateja ambao wanakuja kununua madume hapa kama mbegu, na kwa ukanda huu au kwa eneo hili la Gairo ukiangalia shamba kubwa ni hili, hivyo tumeamua kubakiza madume kwa sababu tumeona kuna uhitaji mkubwa wa mbegu maeneo mengine. Tunapata wateja kutoka maeneo hasa ya Kiteto, tunapata wateja kutoka maeneo ya Kongwa, Dodoma, wanaohitaji madume kwa ajili ya mbegu, na hasa jamii ya Kimasai. Sasa hivi wamekuwa wakihitaji sana hizi mbegu za kisasa kwa ajili ya kupata maziwa nyumbani. Kitaalamu tunatakiwa kufuga majike mengi kwa sababu program ni kuzalisha maziwa. Dume mmoja anatosha kuhudumia mpaka majike 10. Kwa pengine hapa labda tungehitaji madume 4 tu au 5, lakini unaona tunao wengi zaidi na hatujawahasi. Tumeamua kufanya hivyo ili kuwasaidia wengine kupata mbegu ya kisasa kutoka hapa kwetu. Ng'ombe jike anabeba mimba kwa kipindi cha miezi 9, lakini pia ananyonyesha kwa kipindi cha miezi 2 mpaka 6. Najua ni kibiashara vizuri sana akinyonya miezi 6, lakini unaweza kumnyonyesha miezi 4, inategemea biashara inavyokuwa. Anaweza akawa amenyonya miezi 2, baadaye tukaendelea kumnyonyesha kwa chupa mpaka afya yake inapokuwa sawa, au mpaka kwa kipindi hicho cha miezi 6. Ikitokea labda tunahitaji tena kumpandisha kwa wakati, maana miezi 2 inatosha kumpandisha tena yule jike ili uzalishaji uende kwa utaratibu wa kila mwaka, usiwe na gap la kupoteza muda hapo katikati kiuzalishaji. Kwa hiyo wale ndama ambao hawajanyonya vya kutosha tunaendelea kuwapa maziwa ya ng'ombe wengine kwa chupa. Kwa mtu anayehitaji mbegu, tunauza aina zote. Tunauza majike, tunauza madume, lakini pia tunauza ndama hawa kisasa. Hatuna specific bei, ni wakati mteja anapofika tunaangalia ng'ombe anayemhitaji. Kwa mfano majike, tunaangalia ng'ombe anayetoa kiwango fulani cha maziwa. Labda ng'ombe huyu kwa siku anatoa lita 20, au ng'ombe huyu kwa siku anatoa lita 30. Kwa hiyo tunauza kutokana na bei hiyo. Lakini kwa ng'ombe ambaye anazalisha labda hapa chini sana kwa siku ni lita 15, ambayo ng'ombe huyo tunamuuza kwa kiasi cha milioni 2 mpaka milioni 2.5. Anayezalisha zaidi ya lita 20 tunauza milioni 3 mpaka milioni 4, nategemea. Hapa tuna ng'ombe wa maziwa wanaotoa lita 15
mpaka lita 25 kwa siku. Wako jike wanaotoa lita 25 kwa siku. Wako jike wanaotoa lita 15, wako wanaotoa lita 20. Hapa tuna takriban majike 20 ambao tunawakamua. Kutokana na ile interval ya chakula, mara nyingi ng'ombe anatoa maziwa mengi asubuhi. Kwa kama anayetoa lita 20, asubuhi anatoa lita 10 mpaka 12. Nategemea. Huyu anayetoa lita 25, asubuhi anaweza akatoa 15, jioni akatoa 10. Unaona, au asubuhi 12, au siku nyingine anaweza akabalance. Kiasi alichotoa asubuhi na alichotoa jioni kinaweza kuwa sawa. Wakati mara chache, lakini mara nyingi maziwa mengi yanatoka asubuhi. Yes, kwa sababu ya changamoto ya malisho tumejaribu kuwekeza kwenye kilimo kiasi fulani. Hapa tunalima mahindi ambayo yanaweza yakarudi kuhudumia hapa shambani zaidi ya ekari 100. Kama ekari 110 hivi. Kwa hiyo mavuno yote hayo tunarudisha mahindi kama chakula cha wafanyakazi hapa. Lakini tuna wafanyakazi wengi kidogo. Lakini pia tunahifadhi sasa yale mabua. Tunahifadhi yale kwa yatusaidia hasa kipindi cha kiangazi ambacho upatikanaji wa majani unakuwa mgumu kidogo. Lakini pia tunanunua haya mavuno, haya mabaki ya mavuno kwa maana ya mabua, mabaki ya mazao mashambani. Huwa tunanunua kipindi cha kiangazi, kama unavyoona tuna gala lile huwa tunalijaza kipindi mavuno yanapokuwa ni mengi au majani yanapopatikana kwa wingi, ili iweze kutusaidia kipindi cha kiangazi, kipindi cha jua kali ambapo malisho ni machache. Kimsingi vyakula vitofautiani, lakini kuna vyakula vya ziada kama pia madini, vitamins. Kwa unajua ng'ombe anayekamuliwa tunampa madini aina gani, ng'ombe ndama tunampa madini gani kwa ajili ya ukuaji wa haraka. Lakini madume pia nao kuna aina ya madini na vitamini ambayo tunahudumia. Sasa hivyo ni vitu vya ziada, lakini chakula kikubwa cha mifugo nafahamu kwamba ni majani. Hiyo ni wote, ndama na ng'ombe wakubwa. Lakini pia tuna zile additives kidogo kama molasses kwa ajili hasa majani kipindi yakiwa makavu. Ukiongeza molasses pamoja na madini yaliyomo inasaidia kuongeza hamu ya kula. Kwa mfugaji anayetamani kuanza, bajeti inategemea sana. Bajeti inategemea kwamba anaanza namna gani, maanake ukubwa katika kuanza unatofautiana. Kuna mwingine anaanza juu kidogo, mwingine anaanza chini. Yaani naweza kusema mfano mwingine anaweza akaanza na ng'ombe 10, mwingine anaweza akaanza na ng'ombe 2, labda dume na jike. Mwingine anaweza akaanza na ng'ombe 20, 30. Inategemea. Lakini vitu vya msingi pamoja na utaanza namna gani, ni vizuri kwanza ukatambua kwamba namna gani unaweza ukapata wapi mbegu bora. Wapi unaweza ukapata mbegu bora ambayo utaendelea nayo shambani kwako. Lakini pia mabanda bora ni vyema yakawa yenye nafasi, yenye hewa ya kutosha, lakini yenye vyombo sahihi vya maji na chakula. Vyombo hivi lazima viangalie ng'ombe unayeanza naye au ng'ombe uliye naye kwenye banda. Aidha ni ndama kwa maana ni mdogo au ng'ombe mkubwa. Kama ng'ombe mkubwa kuna namna yake ya kuseti hivyo vyombo vya maji na chakula. Lakini pia banda ni vyema likawa limepauliwa juu. Ng'ombe hawa wanaathirika na jua kali la muda wote au na mvua, kama tunavyoweza kufuga ng'ombe wetu wa asili. Kwa vizuri banda na juu likawa limesakafiwa vizuri,
hata kama na bati au kama na material nyingine za asili za kuweza kuweka kivuli kwenye banda. Lakini banda lazima likae mkao wa kutiririsha maji, kwa maana ya ng'ombe anapojisaidia basi ule mkojo uweze kutiririka kwenda kwenye sehemu za kupokelea ile samadi na ule mkojo. Kwa lazima udesign slope nzuri na ikiwezekana banda muda mwingi ndani liwe kavu ili kuepuka magonjwa yanaweza kusababishwa na unyevu wa muda mrefu kwenye banda. Lakini pia nafikiri unyevu wa muda mrefu kwenye wanyama wadogo kama ndama pia inawaathiri kwa magonjwa hasa pneumonia. Kwa hivyo ni banda lazima liwe kwenye mjengo wa design hiyo. Ndama aliyezaliwa kwa mfano aina hii ya ng'ombe wa kisasa tulionao, mara nyingi atakwenda miezi 8 mpaka miezi 14 atakuwa amemachua kiasi cha kubeba mimba. Akibeba mimba tunafahamu anakwenda miezi 9. Anakwenda miezi 9 anaweza kuzaa. Kwa hiyo range iko hapo kwenye miezi 8 mpaka 14 anakuwa tayari kubeba mimba. Wengine wanachelewa, wanaweza wakaenda mpaka miezi 16 au 18. Inategemea matunzo. Na ng'ombe life span yake inakwenda mpaka miaka 18 kama ameishi. Akifika 20 basi ni nyongeza ya Mwenyezi Mungu, lakini 18 ni ng'ombe ambaye huwezi tena ukasema unambebesha mimba, pengine utakutana na complication za wakati wa kuzaa au vinginevyo. Kwa ng'ombe tuseme at least mpaka miaka 16 bado anaweza akawa anazaa vizuri. Akifika miaka 18 inakuwa ni kwa tabu sana. Kwa ukanda wetu wa Gairo kitaalamu wanasema ni semi arid, inataka kuwa kama nusu jangwa kwa maana ya ukame wa muda mrefu. Lakini pia nikizungumzia upande wa magonjwa, inaweza isiwe Gairo peke yake. Tuna changamoto kwamba Gairo tumepakana na mikoa kama 3 ambayo ni ya wafugaji hasa, kwa maana ya mkoa wa Dodoma, mkoa wa Tanga na mkoa wa Manyara. Hii mikoa yote ina wafugaji na hasa jamii ya Kimasai. Kwa hivi mara nyingi tunakutana na magonjwa pia ambayo yanatokana na kanda hizo, pengine kwa Gairo yanaweza yasinge kuwepo. Kwa hiyo sisi tuna experience hapa aina nyingi tu za magonjwa. Tunashambuliwa sana na ugonjwa wa miguu na midomo karibu kila mwaka. Kwa upande wetu sisi tunajitahidi kuchanja, lakini tuna changamoto pia kwamba tunapokea mifugo pia wageni mara kwa mara. Lakini pia tuna sehemu ya kupokea wageni kwa maana ya wale wanaohitaji kupandisha majike yao. Kwa kuna sehemu tunayapokea. Kwa wakati mwingine tunachanja na bado tunaweza tukaathiriwa na maambukizi yanayotoka nje ya shamba letu. Kwa kuna ugonjwa wa miguu na midomo unatusumbua sana. Lakini pia kanda hii na ugonjwa wa mapelengozi unatokea mara kwa mara. Lakini kanda hii pia una ugonjwa wa ndigana kali na ndigana baridi. Ukiangalia hili eneo si la kupe sana, lakini kama nilivyosema tunapakana na majirani zetu. Lakini pia hapa tunapigwa na ugonjwa wa trypanosomiasis ambao ni ndorobo. Lakini nao pia tunakabiliana nao kwa namna moja au nyingine. Kwa upande wa ndigana, kama hii ndigana kali, huwa tunajitahidi, huduma ya chanjo inapatikana Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi tunapofikisha idadi fulani ya ndama huwa tuna utaratibu wa kuwachanja. Lakini pia tunapambana na ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe, CVPP. Nao huwa unatokea, japokuwa kwa muda mrefu tunakabiliana nao kwa kutumia chanjo. Hizo wakati mwingine tunapata chanjo za serikali, lakini wakati mwingine tunajigharamia wenyewe kupata hizi chanjo. Magonjwa mengine yanatokana na mazingira yalivyo, na nikimaanisha hali ya usafi. Hayo ni ya kawaida, kuhara au kwa kawaida tegemea hali ya usafi. Lakini tuna
wakati mwingine unaweza kupata mashambulizi ya wanyama wakali sana sana kama mbwa mara nyingi kwenye maeneo haya. Hili eneo halina fisi wala wanyama hatari sana. Lakini hapa kuna aina ya kunguru ambayo inashambulia sana, hasa ndama, wale kunguru weusi. Kama hujaweza kuwawini, wanashambulia ndama kiasi kwamba wanaweza wakaua. Wakishapata sehemu moja wakatoboa ngozi katoa damu, basi sehemu hiyo wanaichimba mpaka inaisha. Kwa usipochukua hatua mapema pia kuwakabili, nayo inakuwa ni changamoto. Kwa upande wa magonjwa ni yale common kabisa. Hatuja experience magonjwa ambayo ni tofauti sana na maeneo mengine. Magonjwa yote niliyoyataja yanafahamika na kiasi kikubwa tunakabiliana nayo kitaalamu. Tulianza na ng'ombe kama 3 majike, lakini idea ilikuwa ni kupata tu maziwa kwa ajili ya nyumbani. Kwa hiyo hata ufugaji haukuanzia hapa, ulianzia nyumbani. Kwa hiyo kadiri wazo lilivyokuwa linakuja na uhitaji tulivyoona wa maziwa katika mji wa Gairo, basi tukaona kumbe kuna sababu ya kufuga kwa ukubwa. Ndipo likaja wazo la kununua sehemu hii na kuweza kujenga mabanda kama unavyoyaona hapa kwa wakati ule. Kwa tulianza na ng'ombe 3, lakini mpaka sasa tuko na idadi hiyo ya 102 na kuna wakati tulishafika zaidi mpaka 200, lakini kutokana na mji unavyosogea, changamoto za malisho, basi ndivyo hivyo idadi ya ng'ombe inapungua. Lakini pia kama tulivyofika hapa, basi kutoka kwenye ng'ombe 3 tukaja hapa, basi wazo linaendelea. Kwa hiyo pengine kwa sababu mji umeshatufuata, mji umeshasogea, pengine tuna wazo la kwenda mbali kwenye eneo ambalo litakuwa wazi zaidi ili tuongeze ufugaji kwa ukubwa zaidi. Tofauti na magonjwa, changamoto zingine ni za kawaida tu, kwa maana ya kwanza soko. Tunazalisha maziwa, lakini upatikanaji wa soko wakati mwingine unakuwa ni mgumu. Kwa maana ya kwamba mji wa Gairo sasa hivi pia kuna watu wengine wanaingiza maziwa kutoka maeneo ya pembezoni. Kwa kuna wakati unakuta una maziwa mengi ndani, unahitaji mafriji nini, gharama zinaongezeka kuendelea kuyatunza, au wakati mwingine uyasafirishe kwenda labda Dodoma au Morogoro, na changamoto unazijua za hali ya hewa. Wakati mwingine akipata joto sana yanaganda kabla hajafika kwa mteja. Kwa changamoto ya kwanza soko bado, kwamba tunazalisha maziwa mengi lakini soko bado liko chini. Soko letu kubwa ni jamii tu ya Gairo mpaka sasa. Kuna kipindi tulikuwa tunapata soko la mahotelini huko mahoteli makubwa Dodoma, lakini changamoto ndio zikawa hizi, mara za usafirishaji, maziwa mara yameharibika, mara leo yamechelewa, wakati mwingine hivyo na malipo wakati mwingine yanasumbua kuja kwa wakati. Kwa tukaona turudi kupambana na soko hili la Gairo. Kwa muda mwingi soko liko vizuri, lakini kuna kipindi kwa kweli maziwa huwa yanabaki kiasi cha kuharibika wakati mwingine, yani kukosa pa kuyapeleka, pamoja na kuhudumia mpaka vijana hapa shambani na nini, lakini bado yanaweza yakabaki. Uwezo wetu wa kutunza au soko au uzalishaji wetu kwa siku na kwenda lita 300 wakati mwingine mpaka 400. Maana unategemea ukamuaji, hatujafunga mashine za kukamua. Ukifunga mashine unakuwa na uhakika wa ukamuaji ule kila siku, lakini kwa sababu tunatumia wafanyakazi vijana, huwezi jua siku nyingine bahati mbaya kachoka, siku nyingine ng'ombe kamsumbua namna gani. Kwa hiyo inategemea, siku nyingine ana mudi nzuri, anakamua vizuri, anakamua mengi. Ndio maana kunakuwa na mabadiliko ya uzalishaji maziwa kwa siku. Kwa siku unaweza kupata kiasi hicho cha maziwa, na mengi tunayauza hapa Gairo yanaisha. Kwa upande wa mafunzo, hatuna utaratibu rasmi wa mafunzo, lakini tunapokea wageni wengi. Tunapokea viongozi wa serikali, tunapokea wanafunzi, tunapokea watafiti, tunapokea wanafunzi wa vyuo vikuu, wanafunzi wa sekondari au vyuo hivi vya chini. Tunapokea
wapo wanaokuja kukaa kama field, wapo wanaokuja kujifunza siku moja na kuondoka. Kwa hiyo tunapokea watu aina mbalimbali. Hatuna mfumo rasmi wa mafunzo, lakini yoyote anayefika katika shamba letu tunaamini hawezi akatoka bure. Anaona tunachokifanya, anaona changamoto zetu, naye anajifunza kutokana na alichokiona, anaweza kaondoa. Lakini pia tunatoa na sisi utaalamu au uzoefu wetu kwa maelezo kama ninavyozungumza wakati huu. Basi ndivyo namna tunaweza kusaidia hii sekta ya mafunzo kutoka hapa shambani kwetu. 99% mimi muda wote niko hapa shambani. Kesi yote inayotokea na kuwepo. Lakini mara chache ikitokea nimesafiri, basi sisi tunashukuru kwamba Gairo lina wataalamu wa mifugo wa kutosha wa serikali. Kwa hiyo kipindi ambacho nakuwa sipo, basi huwa tunaomba msaada kwa wataalamu walioko upande wa halmashauri, na mara nyingi wanafika kutusaidia, wanafika kutembelea. Wakipata lolote kutoka serikalini huwa wanatuletea, wanatujuza. Ikitokea ruzuku yoyote hizo ya dawa za kuogesha na nini, basi huwa wanatufikia kwa haraka, manake sehemu kubwa tuko kama shamba la mfano katika wilaya hii. Mbegu tunayotumia sana sisi ni Freshian, kwa sababu target kubwa ni maziwa. Tunaamini Freshian ndio wanatoa maziwa mengi kuliko ng'ombe wengine wengi ambao wanakubali katika maeneo tuliopo. Yes, utaona ng'ombe wetu wana hereni masikioni, na wengine utaona wana hereni mbili. Kwa hiyo tuna hereni za kwetu sisi, lakini zile za njano nyingi unazoziona ni hereni zilizowekwa na serikali katika kipindi cha zoezi la utambuzi wa mifugo. Lakini sisi pia tuna za kwetu kwa ajili ya utambuzi fulani. Tuna kumbukumbu zetu kwamba labda mbegu hii ni fulani au ng'ombe wetu tulimnunua mahali fulani. Basi tukimvalisha hereni tunaweka kumbukumbu kwenye daftari zetu kwamba hereni hii inamaanisha nini. Lakini kuna wengine tumewanunua kutoka mashamba mengine wakiwa na hereni zao. Kwa sisi zile hereni tunaweka tu kama kumbukumbu, ng'ombe namba fulani mwenye hereni alitoka shamba fulani au tulimchukua kwa lengo fulani. Hivyo tunafanya, lakini sehemu kubwa ya hereni unazoziona za njano ni zoezi la utambuzi lililofanywa na serikali mwaka jana. Kitaalamu wanasema mali bila daftari hupotea bila habari. Kumbukumbu ni muhimu sana kwenye shamba la mifugo. Na kumbukumbu muhimu ni zile za kuzaliwa, kumbukumbu za upandishaji kwa maana ya mimba ulipandisha lini, kumbukumbu za chanjo kwamba chanjo fulani ulitoa lini, lakini pia kumbukumbu za matibabu na experience kwamba hapa nimeshawahi kupata magonjwa fulani na fulani, ili kuchukua tahadhari kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kumbukumbu za uzalishaji kwa maana ya ndama wanaozaliwa na maziwa, kwamba leo maziwa yametoka lita kadhaa, kwa maana unajua kabisa mradi na uendesha kwa faida au kwa hasara. Sisi ndama aliyemaliza kunyonya, kuanzia aliyemaliza kunyonya tunauza mostly ni miezi 6. Tunaanza kuuza. Tunaanza kuuza ndama wa miezi 6 na kuendelea. Yaani tunauza aina zote za umri wote wa mifugo tunauza, kwa maana ya kwamba muhitaji anahitaji ng'ombe wakati gani, kwa sababu kuna mtu anahitaji mtamba na mtu anahitaji ng'ombe mtamba ambao umepandishwa, mwingine anahitaji umepandishwa lakini mimba iwe na miezi kadhaa. Kuna mtu anahitaji jike na ndama wake anayekamuliwa. Kuna watu wanahitaji madume kwa ajili ya mbegu. Kuna watu wanahitaji madume kwa ajili ya kuchinja kama nyama. Kwa hiyo tunauza tu aina zote. Tunaangalia tu kibiashara kama tutakuwa sawa. Mimi nipende tu wafugaji wenzangu kwanza kuwakaribisha. Niwakaribishe tuweze kushare tulicho nacho au tuweze kubadilishana ujuzi katika ufugaji. Lakini nipende tu kuwashauri pia wafugaji kwamba hakuna kazi inayokosa changamoto, kila kazi ina changamoto. Kwa hiyo popote unapokutana na ugumu au ufugaji, usikate tamaa.
kama sisi tulivyoanza, tumeanza chini kama maziwa tu kwa ajili ya chakula nyumbani, lakini tumefika mbali, tumekuja kwenye level za kibiashara. Kwa hiyo mfugaji yote anayetaka kuanza leo, tunawaambia ufugaji unalipa. Uwekezaji katika ufugaji ni rahisi kama ukiamua. Tuwakaribishe sana kwenye sekta ya ufugaji, wafugaji wote au Watanzania wote mahali popote wanaopenda katika ufugaji, tunawakaribisha, tushirikiane. Hao wote unaona ni Friesian. Hawa ni Friesian. Kuna huyu huku chini utamwona ni cross ya Ayrshire na Friesian. Yule pale. Kuna wawili humu. Utaona ni loko lakini ni mkulima. Tumemsaidia, anahitaji mbegu. Kwa ameleta kwa ajili ya kupandisha. Yes, tumefanya partition ya mabanda kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Unaona kama banda hili tumefanya partition hili tumeweka pale kwa ajili ya ng'ombe wanaozaa. Utaona kuna ndama tu wadogo na ndama waliozaliwa muda mfupi. Lakini pia hapa kuna mchanganyiko na wateja wetu wanaohitaji labda kupandisha, wanahudumiwa kutoka kwenye banda hili. Ukitoka hapa kwenye ndama utaona kule juu tena kuna tofauti. Kule utakuta majike ni wengi wanaokamuliwa. Kondo partition namna zilivyoenda, lakini kuna banda lingine utakuta ni madume tupu, kwa maana ya wale madume ambao tunawatunza kwa ajili ya kuuza mbegu ama kutunza mbegu zetu wenyewe hapa shambani. Hili banda pia hili ni banda la ndama, lakini pia ng'ombe walioko karibuni kuzaa au wanaonyesha dalili ya kuzaa huwa pia tunatumia banda hili. Nafikiri nilikueleza ile slope. Utaona katikati kuna mfereji unaopitisha maji machafu. Unapitisha maji machafu mpaka kule mwisho.